Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Leo tunaangazia katika kilimo cha matembele. Tumemtembelea mkulima wetu na yupo anawashauri vijana wale ambao hawana mtaji, hatua gani waweze kuchukua ili waweze kulima matembele. Kaa pamoja na sisi hatua kwa hatua mpaka mwisho wa video hii kwa ajili ya kuweza kujifunza mawili matatu. Naomba ukumbuke pia na kusubscribe, kulike na comment. Karibu mkulima wetu kwa kuweza kutupa elimu. Ambaye hana mtaji, kijana yeyote ambaye huna mtaji, mimi nakushauri usitumie akili yako kuwaza sana vitu vingi. Tumia akili yako kuwaza unafanyaje kutafuta kaeneo kadogo. Alafu tembea wala alihitaji eka moja nzima ya kulima tembele, wala alihitaji kiasi cha robo heka. Tafuta tu kaeneo kako kadogo, uanzie tu na miguu 10 kwa 10 au 20 kwa 10. Panda tembele. Panda tembele lako. Ukishakuwa umelipanda tembele, nataka nikwambie hivi, baada ya muda mchache ujao litaanza kukupa faida na mafanikio. Na kadri jinsi ambavyo litakavyozidi kukua, ndivyo litakavyokuwa linashika nafasi na mavuno yake yatazidi kuwa makubwa na makubwa zaidi. Mwisho wa siku yatakuja kuwa makubwa mno. Kwa hiyo kwa kupitia unapokuwa umelima tembele, lazima akili yako, lazima ubongo wako uwe na desturi ya kuwa na kiasi katika matumizi, na ujiwekee kanuni kwa siku uwe na kiasi fulani cha kutumia katika matumizi. Iheshimu sana akiba ambayo unayoiweka. Iheshimu sana, itunze kama hazina iliyofichika. Itunze, maana hiyo ndiyo thamani ambayo itakufanya uweze kuwa na mtaji. Jenga taratibu ya kufungua kibubu, au weka kwenye simu, kwenye akaunti ya simu, weka kiasi hicho kidogo cha fedha ambacho unachokiweka kama akiba. Mimi kikweli pato kwa siku nilikuwa napata kwa siku moja, wakati mwingine nilikuwa napata shilingi 8,000 kwa mauzo ya tembele, mpaka shilingi 10,000, 12,000. Lakini kwa kila hiyo siku moja, kila siku moja, mimi kawaida yangu ya matumizi ya kula huwa ni shilingi 2,000. Ikizidi sana ni shilingi 2,500, haizidi 3,000. Kiasi cha fedha ambacho kila siku nimejiwekea, yani nimejiwekea kanuni au taratibu ya kuweka kwenye account fedha. Nimejiwekea utaratibu wa kila siku ya Mungu. Naweka kiasi cha shilingi 3,000 mpaka 4,000. Alafu naweka na kiasi cha ziada chenyewe kinakuwepo kwa ajili ya dharura, ni shilingi 1,000, naiweka pembeni. Hiyo ni matumizi, yani ni emergency, ni kiasi cha fedha, akiba ya emergency, ambapo ikitokea tatizo lolote, hata kuumwa, hiyo 1,000 inaweza kanisaidia kwanza kununua dawa za kununua ili niweze kumeza au kunywa, niweze kuwa na hali na yenye afya njema. Kwa hiyo wewe mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu, jaribu kuwa na hiyo akili. Hiki kitu ambacho ninachokufundisha ni kitu ambacho kitakuja kukupa mafanikio makubwa, makubwa sana, makubwa mno, na utaelewa hiki ambacho ninachokisema. Mimi naongea hivi kwa sababu kimenifanikisha, na hata sasa hivi mpaka muda huu nilikuwa na maisha ya kutegemea kwa watu au kwa mtu. Nilikuwa ni mtu ambaye nafanya kazi kwa watu na ndio ilikuwa mategemeo yangu.
na nilikuwa ni mlimaji wa vibarua. Ndio ulikuwa utaratibu wangu. Lakini baada ya kuanza hii program, baada ya kuanza hii mipango yangu ya utendaji, nilipoanza kujitambua na kujielewa kwamba natumia muda wangu mwingi kwenye hamna, natumia muda wangu mwingi kwenye zero, natumia muda wangu mwingi kwenye hewa. Baada ya kuja kujitambua, nilipoanza kutumia muda wangu mwingi kwenye faida, nikatumia muda wangu mwingi kwenye maana, faida nimeanza kuiona kwenye maisha yangu, na nimeanza kuondokana na tatizo la njaa na kukosa fedha kwenye mfuko wangu au kwenye akiba. Imefikia hatua nikifika mitaani naona vijana ambao wako huko mitaani, vijana wanakuwa na kuona akikuona kijana yote, hususan ambao tunaofahamiana, mtu anadhubutu kuomba shilingi 500, mtu anadhubutu kuomba shilingi 200, anaomba shilingi 100. Unajiuliza kwamba huyu mtu ambaye anayeomba shilingi 100 au 200 ni mtu ambaye akili yake ni kilema, ila viungo vyake vimetimia. Laiti kama akili yake isingekuwa kilema, asingekubali kuwa omba, halikuwa viungo vyake vimetimia vizuri. Unajua bana, omba sio yule tu ambaye ni kilema, ana ulemavu kwenye mwili wake. Unajua omba kuna aina nyingi ya omba. Lakini kuna hatari kubwa ya mtu yule omba, yani ya omba yule ambaye viungo vyake vimetimia kabisa, na anaonekana kuwa endapo akiamua kufanya vitu kadha wa kadha, akaamua kujitambua na kuanza kufanya kazi vyema, ataweza kulikomesha hilo tatizo la kuwa omba na kuwasaidia watu ambao wasiojiweza, ambao ni omba halisi. Na kuna kitu, na mimi kiukweli, mtu ambaye anayeomba fedha huku amekaa, mimi sijawahi kumwambia, sijawahi kumpa fedha kutoka mfukoni mwangu, isipokuwa nimewahi kumpa ujuzi wa kuipata fedha. Kwa sababu najua kwamba nikimpa 500, nikimpa 1000, hata kama nikimpa 100,000, ataitumia, ataimaliza, mwisho wa siku tena atakuja kuniomba. Kwa hiyo nitaendelea kumsaidia hata mpaka lini? Nitamsaidia plus kumsaidia, lakini tafikia hatua nitachoka. Nitakapokuwa nimechoka, huo ndo mwanzo wa yeye kuniona mbaya, na hapo sitakuwa nimemsaidia, isipokuwa nitakuwa nimeathiri kwa kiasi kikubwa ubongo wake. Maana atakuwa ni mtumwa, maana atakuwa ameathirika akili yake itakuwa imeathirika kwa kiasi kikubwa. Itakuwa haina uwezo akili yake ya kuchanganua vitu bora na kuifanya. Kwa hiyo ili huyo mtu niweze kumsaidia, na msaada ule uweze kuwa msaada usiosahaulika kwenye maisha yake, ni lazima niweze kumfundisha namna ya kuipata fedha, njia ya kuipata fedha. Naamini mpenzi mtazamaji umeweza kujifunza na kupata elimu katika shuhuda na mkulima wetu ambaye analima kilimo cha matembele na kinamsaidia. Kwa ushauri huo ukiuchukua, naamini nawe pia utakusaidia katika kujikwamua kiuchumi
na kukumbusha tu kuweza kusubscribe na kuangalia video zingine katika channel yako ya Nebuye TV.